Mpendwa mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo asifiwe. Ni siku nyingine tena tunamshukuru Mungu kwa wema, fadhili na upendo wake kwetu, na amekuwa akitenda mambo mengi kwenye maisha yetu kila wakati. Leo natamani ukatafakari pamoja na mimi juu ya shauku ya kutamani kumuona Yesu. Shauku ya kutamani kumuona Yesu, au shauku ya kutamani pia kumuona Mungu kwenye maisha yako kwa namna yote ile. Unapopita kwenye hali fulani ya maisha, iwe ni njia ambayo pengine uipendi au unaipenda, kuna vitu ambavyo pengine vinaweza kuwa vinatokea kwako. Tunajifunza kwenye maisha ya watu wengi. Leo natamani ukatafakari mtu mmoja anaitwa Zakayo, ambaye injili yake wengi tunaitambua. Kusoma ile Injili ya Luka mtakatifu sura ya 19, angalia ule mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 10, utaona habari yake. Mtumishi wa Mungu, tunapotazama habari ya Zakayo, tunaona kama ni simulizi ambayo inaleta harufu ya neema kwenye maisha yetu. Ni sauti ambayo inakuja kuleta mabadiliko. Hadithi ya Zakayo au habari ya Zakayo inaanza na yeye Zakayo kutamani kumuona Yesu wakati Yesu alipofika kule Yeriko. Biblia inavyotuambia kwamba Zakayo alikuwa ni mtu mfupi wa kimo, lakini ambaye alikuwa na moyo wa kutamani kufika kule ambako alikuwa anataka kufika. Kwa anataka kufika wapi? Anatamani muone Yesu. Biblia inasema aliposikia Yesu anapita kule Yeriko, yeye akajisogeza akaenda mpaka mahali ambapo angedhani kwamba angeweza kumuona Yesu. Akasimama, akaona kwamba kuna umati mkubwa sana wa watu. Nini ambacho utajifunza kwa Zakayo? Zakayo akiwa ni mtu ambaye ana cheo. Biblia inasema alikuwa mkuu wa watoza ushuru, alikuwa pia ni tajiri, mtu mwenye sifa, ambaye sifa yake ilikuwa ni kwamba ana uchumi mzuri, yani tajiri. Lakini upande mwingine jamii ilikuwa kama inamlalamikia. Katika kizama zile watu walikuwa wakiwachukia Warumi kwa sababu walikuwa wanatoza kodi, na Zakayo alikuwa ni miongoni mwao, anahusika katika kutoza watu kodi. Kwa hiyo yeye alikuwa na sifa mbaya. Kwa alionekana kama mtu ambaye alifanikiwa nje, lakini ndani yake alikuwa na dukuduku, alikuwa na mashaka. Lakini ndani yake pia, kutokana na ile alikuwa anapitia, alikuwa anatamani kwamba kiu yake amuone Yesu ili apate kumbadilisha maisha yake. Maisha ya Zakayo yanatufundisha nini? Imani ya kweli ambayo sio hadithi tu ya kusifikirika, lakini ya mtu ambaye alikuwa anatamani kumuona Yesu kwa njia iliyo kamilifu. Lakini tunajifunza kwa habari ya Zakayo ina safari, yani kutoka kwenye maisha yasiyompendeza Mungu kuingia kwenye maisha yanayompendeza Mungu. Biblia inasema nini? Zakayo anataka kumuona Yesu, anataka kujua Yesu ni nani. Na ukisoma maandiko vizuri utaona kwamba yeye pamoja na utajiri wake, pamoja na heshima aliyokuwa nayo, alikuwa anaona bado ana mapungufu. Kwa hiyo alikuwa anatamani kwenda kumuona Yesu. Akiwa na mamlaka, anatamani kukutana na Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mwenye mamlaka zaidi ya mamlaka ambayo tulikuwa nayo. Yeye alikuwa na uchumi mzuri, lakini bado anaona kwamba Yesu akiingia kwenye maisha yake atampa furaha. Kwa hiyo Zakayo alikuwa amepoteza furaha licha kwamba alikuwa na uchumi mzuri. Watu wengi leo wanapita kwenye mazingira magumu, ingawa na uchumi mzuri, ingawa na heshima, ingawa na hadhi mahali pale walipo, lakini mazingira yao ni magumu sana. Kuna watu wengi ambao wanaona kama wanje, yani wanaona kama kuna watu ambao wana uchumi mzuri au wana fedha, wana mali, ni kama wamefanikiwa. Lakini wale ambao wana hivyo vitu, kuna kitu wanatamani zaidi ya kile walichokuwa nacho. Kwa hiyo tunamwangalia Zakayo, mmoja wa watu hao. Imani yake inaanza pale ambapo anagundua kwamba kuna kitu amepungukiwa, kuna kitu hakitoshi ndani yake. Moyo wake unatamani sasa kubadilisha maisha yake. Hapa tunaona kwamba imani ya kweli haijali aibu. Zakayo alikuwa mfupi, na kulingana na mazingira aliyokuwepo Yesu wakati anapita pale, kulikuwa na umati mkubwa. Kama mtu ambaye alikuwa na hadhi, pengine angesema ni afadhali nirudi nyumbani nikapumzike. Lakini na Zakayo anapanda juu ya mkuyu, juu ya mti. Au ni aibu kupanda juu ya mti? Anakimbia mbele ya watu wote na anatafuta mahali anapanda juu ya mti. Kwa aliweka fedheha pembeni ili apate kuona kile ambacho alikuwa anatamani kukiona, yani kumuona Yesu na kumjua Yesu vizuri. Mtumishi wa Mungu, kama kuna kitu unakitafuta duniani na unaona kwamba kuna watu wanaweza kukuzuia, kwa maana ya kwamba hali yako, mazingira yako, basi jitahidi sana kuishi kama Zakayo alivyokuwa ameenda. Usiangalie watu wanasema nini kwenye maisha yako, watu wanasema nini kwa kila unachotafuta. Zakayo alikimbia akapanda juu ya mkuyu. Hapa ndipo imani tunaanza kuiona inapimwa. Imani haisemi kuna watu wengi, lakini imani inasema watu wengi wapo ndio, lakini nitaenda, nitatafuta
sehemu ambayo nitapata fursa ya kukabili ule umati. Ndicho alichokuwa na Zakayo. Umri wake na kimo chake akikuwa kikwazo kwake. Aliona kwamba kuna kimo kifupi kwake na watu wamejaa wengi, umati mkubwa, lakini pale pale alipokuwepo aliona kuna suluhu, kwamba kuna mti ninaweza nikapanda juu nikakaa huko. Akujali watu watauliza, huyu ni mtu ambaye tunamjua, mtoza ushuru mahali hapa, anafahamika na heshima na fedha. Zakayo akaweka hayo mambo pembeni. Imani anasema nitamfikia Yesu kwa gharama yoyote ile. Ndicho alichosema Zakayo ndani ya moyo wake. Watu wengi wanashindwa kuokoka kwa sababu ya hofu ya watu, lakini Zakayo alikubali kupokea ile heshima ya Mungu na kuachana na heshima ya kidunia. Kwa alikubali kuacha vyote kwa ajili ya kumfuata Yesu. Imani